Utambulisho wa Selemani Mwalimu unatarajia sababu ni mimi nilikuwa najua kwa sababu msemaji aliwaambia mapema kuna mchezaji anacheza kwao, ila mwanzo wa msimu anacheza, umeelewa? Ni mchezaji wetu lakini anafanya mazoezi kwao. Alikuwa ni Mwalimu ndio pale tuliandika namba 6 ukigeuza inasomekaje? 9. Kana ngaita na 9 na 6 wanafukuta na 6 wanatafuta 6 ya Yanga ni ipi? 6 ya Yanga ni ipi? Kumbe pale mimi nilikwambia sisi ndio watu ambao tumehusika kuwa na mahusiano bora na Wydad, kwamba Selemani Mwalimu maisha aliyoishi huku kwa mkopo ameteseka sana. Wydad msuruhusu mchezaji kama zao letu la Kitanzania, mshambuliaji, maisha aliyoteseka aendelee kuteseka. Wanasema hawataki kuamini, wanasema pengine ni AI. Yanga yeye miliki AI. Tukifanya tumefanya kweli. Sio kama mmeenda kuharibia wenzenu kule Morocco. Sikiliza, sisi tumefanya usajili wa malengo. Tumefanya usajili wa malengo. Watu wasije katuingiza kwenye mkenge kwa tia ubaridi wana Yanga kwamba Selemani Mwalimu hatacheza. Selemani Mwalimu amewakomoa Simba. Sisi tumefanya usajili mtakatifu. Wanasema usajili wa siasa. Sio wa siasa. Leo hii Yanga tuna Taure mshambuliaji, Ito Shaulile, kuna Nyambo, kuna Mzize. Umeelewa? Na Mwalimu anakuwa wangapi? 5. Nyambo hana experience ya kutosha kwenye mchuano wa kimataifa. Tunakuja Mzize ana majeraha. Tunategemea kuanzia mwezi wa 10. Kuanzia mwezi wa 10 anaweza karejea kwenye game. Tulimeja ngapi? 3. Umeelewa? Ambaye Shaulile na wale hapo Shaulile yule pamoja na Selemani Mwalimu. Tumefanya kosa. Wani tumecheza. Hebu turudi hapa jinsi ambavyo mmemchukua. Mazingira yalikuwaje? Ubaili wao umewaponza. Kivipi? Wangetoa mzigo Selemani Mwalimu akaenda tena mbwembwe kibao, wakatuambia na sisi tunahusishwa. Kaambia sawa, mwenye kisu kikali ndio huyo nini nyama. Umeshaitoa nyama kwenye ngozi, yaani ile ngozi ya ng'ombe ikilamu hapo, maana toa nyama kwenye ngozi bila kisu kikali huwezi kutoa ile nyama. Umeelewa? Sisi walivyotuletea mbwembwe tu tukaambia is enough. Tukaongea na Wydad. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ni nani? Niambie klabu gani haingii Engineers? Selemani Mwalimu amemchukulia wapi? Ngoja. Niambie klabu gani Engineers haingii? Klabu gani? Yeye amemchukulia wapi Mwalimu? Wydad. Sio Simba. Wydad. Lakini alionekana Msimbazi sana. Wydad. Kivipi Wydad? Wanaoumia ni nani? Si Wydad. Wanaoumia ni Simba. Ni Simba kumbe. Ndio wanaumia. Yaani kuumia kivipi? Wanaumia kwa kuwa wapo kwenye bonde. Wanaumia kivipi? Wanashindwa kuelewa. Wanashindwaje kuelewa kwamba mie ndani joto limezidi au vipi? Tuambizane. Walikuwa kwao. Bado saa 3 usiku jana anatuma chakula cha. Bado saa 3 usiku. Picha wanazo. Selemani. Aliimba ile wimbo Selemani ule Boso. Hili limekamilishwa na Boso. Na Usele mlikuwa na malengo naye ama mnawakomoa tu majirani? Tumeambia malengo ya Selemani Mwalimu tunayo. Na anacheza. Niwahakikishie. Kama tukipanga safu ya washambuliaji
Sikunajua kuna sheria ya kuchezesha wale wachezaji wa kigeni. Selemani Mwalimu lazima acheze kwa sababu tumebaki na hao washambuliaji halisia. Ukimwondoa ni Ambo na Mzize, wambaki hawa wageni. Selemani Mwalimu anakosaje namba? Na wakati msimu uliopita ameonyesha yeye ni mchezaji mkubwa na ana experience ya kucheza mechi kubwa. Wao nafikiri Selemani Mwalimu kesho akicheza afungi goli. Kesho akafunga Simba. Sijui nacheza nani. Selemani Mwalimu kesho akicheza afungi goli. Lakini wamesema wao matarajio yao makubwa kuzima upepo huu ni kumleta Faisal Sufi kwa kupitia kampeni ya challenge hapo ilianzishwa kununulia jezi kumleta expert kwenye Zanzibar. Si mwingine ni Beauty. No. Unajua tunazungumza mpira. Umeelewa? Tunazungumza nini? Kufanya usajili wa mchezaji sio rahisi kama kuchemsha maji ya kuoga. Ndio maana wananunua jezi. Nakwambia tena. Nielewa vizuri. Kufanya usajili wa mchezaji mkubwa sio kama na kuchemsha maji ya kuoga. Wanaela viko benki. Sikiliza. Mimi leo nakuja dukani kwako. Nakwambia nahitaji bidhaa hii. Nikakwambia wala iko benki. Utanielewa? Unajua mimi ni mlinzi. Pesa kwani nakawala. Ngoja. Nikikwambia pesa ninayo benki, nahitaji bidhaa yako. Utaniona mimi ni mteja? Mbabaishaji. Si mbabaishaji kabisa. Kwa hiki kilichotokea viongozi wanatengeneza taswira namna gani? Wanaenda kudharaulika kwa wanachama wao. Wanaonyesha wao ni watu wa propaganda kuliko vitendo. Huwezi ukamsajili mchezaji ukawatambulishia ukawahakikishia au mwisho wa siku mpinzani wako unamchukua. Si ilikuwa surprise? Leo Simba amepigwa surprise nyingine. Surprise hiyo. Sisi kwa sababu dirisha halijafungwa na usajili wa ndani muda bado unaruhusu, tunaweza tukashusha chuma kingine. Bado tunashusha, haiishi mpaka wao wasaidi watuambie mchezaji gani leo tunashindana nao. Mimi nikuombe tupate neno lako tu la mwisho la baraka kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Yanga bingwa na Selemani Mwalimu anakuja. Yanga bingwa na Selemani Mwalimu anafunga. Hauna maneno mengi. Umeelewa? Itoshe kusema kuchukua Selemani Mwalimu kwa Simba kuja Yanga tayari pointi na Selemani Mwalimu ndio mshambuliaji bora. Comment yako sasa. Ile goli ambalo Mwalimu alifunga Zanzibar. Ile ilikuwa sio goli sahihi. Ile ni goli halali. Unasemaje? Ile ni goli halali. Nyosha sasa tuelewe. Nasema hivi. Ile goli la Selemani Mwalimu kule Zanzibar. Ile ni goli halali. Aliyofunga nyinyi Yanga. Aliyotufunga sisi. Sisi Yanga tulifungwa na Selemani Mwalimu. Kile goli. Mwamuzi ndio aliyemdhulumu Selemani Mwalimu goli. Mbona mkusema mapema sasa? Nani? Ndio limekuwa goli. Ile ni goli halali. Anakwenda kulima goli kesho. Umeelewa? Ile ni goli halali. Mimi siwezi kumkosea heshima Selemani Mwalimu. Alifunga goli na ilikuwa ni halali. Mimi siwahi kanusha kusema Selemani Mwalimu amefunga Yanga. Na ile sio goli halali. Mimi nilishasema Selemani Mwalimu amefunga goli halali. Alikuwa goli pia. Zuri, tamu, wa kuvutia wa kiwango. Wewe umeipenda. Nimelipenda. Ile goli ndio nafikiri watu display. Sio la chama. Umeelewa? Ile goli lina ushawishi. Anafunga Leo Zanzibar. Niona kufunga goli safi kabisa. Kwa maamuzi pale alikuwa na makosa. Mwamuzi ndio alimnyima goli halali Selemani Mwalimu. Naungana na bodi ya ligi. Leo mimi nakwambia bodi ya ligi ilikuwa sahihi. Kama Selemani Mwalimu alifunga goli, alinyima goli. Kama msimu uliopita Selemani Mwalimu Tanga ligi alikuwa na magoli 9. Ongeza na ile ndio 10. Mimi nikushukuru sana mchezo. Mimi nashukuru. Selemani Mwalimu pure.